Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ule mchezo wa Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, ambapo mchezo huu ni mchezo wa mzunguko wa tatu wa kundi B kwa mwaka 2026 katika michuano ambayo inaelekea pale nchini Rwanda. Mchezo huu umeweza kuikutanisha klabu ya soka ya Singida Black Stars kutokea katika ardhi ya Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa kuvutia, hususan vilabu vyote vinatokea katika ardhi moja. Mchezo huu katika kipindi cha kwanza ulikuwa ni wabisha ni kubishi, ambapo nashuhudia Simba ndio ambao walikuwa kwanza kupata bao katika dakika ya 28 kupitia kwa striker mpya raia wa Mali Ibrahim Dombia akipokea pasi safi ama cross safi iliyopigwa na Libase Gueye, basi moja kwa moja akaweza kuitanguliza klabu ya soka ya Simba Sports Club mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria basi ni mapumziko. Basi mnyama Simba alikuwa kifua mbele kwa bao 1-0, ambapo Simba siku ya leo walidhamiria kufanya ubwela part 3. Lakini tunashuhudia katika dakika ya 51 Matthew Tegisi, mshambuliaji wa klabu ya soka ya Singida Black Stars, katika kipindi cha pili aliweza kuisawazishia klabu ya soka ya Singida Black Stars, lakini mnyama Simba akaendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Singida Black Stars, kwa sababu tayari katika michuano hii walikuwa wameshatolewa mara baada ya kupoteza katika michezo miwili kuto kushinda. Kwa hiyo kwa upande mwingine Simba wakahitaji kucheza ule mchezo ambao moja kwa moja watakwenda kucheza kuelekea msimu ujao, ambapo nashuhudia Simba wakaweza kufanya mabadiliko na kuingia Elimpanzu Kibisawala, nyota ambaye aliweza kuzuiliwa kuingia nchini Rwanda kwa wiki 2. Hatimaye Elimpanzu ameweza kufanikiwa kuingia nchini Rwanda, na tunashuhudia katika dakika ya 67 Elimpanzu akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili kutokana na cross safi ambayo iliweza kupigwa na David Kameta Duchu, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ndio hivyo ameweza kuyaaga mashindano ya kombe la Sekafa Kagame Cup mwaka 2026 mara baada ya kucheza michezo mitatu. Tunaona ameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3, na timu ambayo imeweza kuqualify hatua nusu finali ni klabu ya soka ya Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, ambapo wao tunaona moja kwa moja wameweza kuqualify wakiwa na alama 7 mara baada ya kuifunga klabu ya soka ya Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia. Kwa hivyo Simba wameaga michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup, huku wakitarajiwa kwenda kujiandaa katika michuano mikubwa ya kombe la ligi kuu ya NBC Ngao Jamii, ambapo fainali ya Ngao Jamii inatarajiwa kuchezwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 kupitia aliyewahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno. Cha kwanza ameweza kuvipongeza vilabu hivi vyote kwa jinsi ambavyo vimeweza kucheza na kuweza kuonyesha nia ya kutaka ushindi katika mchezo huu, kisha akaandika hivi: NB mtaani umeoga, mjini haujaulamba. Hapa akimaanisha kwamba yeye ni Yanga Sports Club, kwamba Simba licha ya kushinda lakini wameshindwa kuqualify
kwenda hatua ya nusu fainali ya michuano mikubwa ya kombe la Sekafa Kagame Cup. Nini maoni, ni mtazamo kwa hiki ambacho amekisema Haji Salim Manara? Je, ni kweli? Unaiona Simba hii ambayo Manara alisema kwamba wameoga mjini hawajaulamba? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.